Kamishna wa gatuzi la Isiolo David Kiprop amesema idara ya usalama jimboni itakuwa inachukua hatua ya kufurusha wafugaji ambao wameingia eneo la Kom bila kufuata taratibu zinazofaa na kuanza kuvuruga usalama wa eneo hilo kwa kuhangaisha wana Isiolo. Jambo lingine ni kwamba huwa tunapenda kusema mtu huwa hachagui jirani yake. Majuzi siku ya Jumatano, sisi wa Isiolo, sisi wa Marsabit, County Commissioner wa Samburu na County Commissioner wa Meru tuliweza kuwaleta watu wetu pamoja kule kuna kuitwa Archers Post, na tukawa na mazungumzo ya kutuwezesha kuwapatanisha watu wetu. Nikiguzia swala la Com Triangle tukiguzia swala la Com Triangle ni kwamba kuna wageni na ndugu zetu, majirani zetu ambao wameweza kufika kule Com bila ya ruhusa ya wakaji wa pale jamii ya Kiborana, na twajua kwamba kuna kanuni, kuna desturi, kuna sheria, kuna makubaliano ya kwamba iwapo tungetaka tupewe rasilimali ya mambo ya maji na nyasi, ni vyema tuende kwa wenyeji na tuwaombe kwa unyenyekevu tupewe ruhusa kuingia pale na mifugo wetu tuweze kuwalisha. Lakini sasa ninapozungumza ni kwamba kuna baadhi ya jamii majirani zetu ambao wameweza kwenda kule sehemu za Com kupitia bila ya ruhusa ya wenyeji, wananchi wetu wa Kiborana wa kule sehemu za Com. Tumewapa muda wa kuondoka kwa sababu wameingia kule Com kwa nguvu, na tumewauliza waondoke. Tumewapa muda na muda huo umekwisha, umeyoyoma. Kufikia kesho, kama hawatakuwa wameondoka, sisi kama serikali hatutakuwa na lingine, hatutakuwa na budi ila kwenda kule na kuwatoa kwa nguvu. Kama walienda kule kwa nguvu, nafikiria lugha ile itaeleweka pale, ni sisi kama serikali kwenda kule na kuwatoa kwa nguvu. Lakini najua bado kuna masaa machache. Ningependa kama wananisikia kupitia kwa viongozi wao ya kwamba kufikia siku ya Jumapili ama mwisho wa siku ya kesho ya Jumamosi, kama hawatakuwa wameondoka, kama serikali tutalazimika kwenda kule na tutawatoa kwa nguvu. Maanake hiyo ndio lugha tu inaonekana sasa watu watataka kuelewa. Lakini tunapenda sana kuwauliza watu wetu waketi wafanye kuzungumza. Nafikia kwa leo, kwa sababu ya uvumilivu ambao tumekuwa nao, singependa kuzidi hapo. Ningependa mara nyingine kuwarudisheni wananchi wa hapa Garabatula shukran za dhati kwa kuwa na uvumilivu usio wa kawaida. Na nafikiri hata sijui baadhi yao leo hii ni kama pengine hata hawakupata nafasi ya kwenda kule msikitini, lakini nafikiria yote ni kwamba Mungu alikuwa amepanga ya kwamba sherehe hii itakwenda namna ambavyo imekwenda. Kwa hayo mengi ni machache, asanteni sana. Aidha, amepongeza Gavana Abdi Guyo kuleta pamoja viongozi wa kisiasa, akisema hatua hiyo imepunguza joto la kisiasa. Nina mambo mawili tu ya kuongezea. Kwanza ni mpongeze Mheshimiwa Gavana wetu wa Isiolo. Nakumbuka tuliposherekea siku kuu ya mashujaa kule Ngare Mara katika kaunti ndogo ya Isiolo. Mheshimiwa Gavana wetu aliwafikia viongozi wenzake na kuwauliza wakubali waketi chini pamoja wahudumie wananchi wa hapa Isiolo. Manake kwa sasa muda ni wa kuwahudumia wananchi. Siasa itakuja baadaye. Na nilipofika Isiolo ilikuwa na changamoto ama joto jingi la kisiasa, lakini tunapozungumza sasa hivi
joto hilo la kisiasa limetulia Isiolo. Ni pongezi kwa mheshimiwa na waheshimiwa wengine ambao wako tayari kushirikiana nasi kuwahudumia mwananchi. Wakati huo amedukiza ujenzi wa barabara kuu ya Isiolo Kulamae Modogashu unaendelea inavyofaa, akisema utaleta manufaa kwa wananchi wa Isiolo na majirani. Jambo la pili ni kwamba serikali iko ikitupa mradi huu wa the Horn of Africa Great Development Project, Gateway Development Project, na baina ya Isiolo na kule Modogashe we have two lots. We have lot 1, which is the distance between Isiolo and Kulamawe, and lot 2 is that distance between Kulamawe na Modogashe. Lot 1 already naweza kudhibitisha kwamba target yao ilikuwa wafikie kama 49%, lakini wame achieve up to and including now, some 43-45% target, which is commendable. Lot 2 in the same vein walikuwa wana target 50%. Nimeambiwa na bwana engineer aliwakilisha Otwani hapa Anyanga ya kwamba they have achieved out of 50% target, they have achieved up to about 45% target, which is commendable. Barabara hii ikikamilika itafungua sehemu hii ya nchi kiuchumi na itabadilisha sura ya eneo hili la Kenya kiuchumi forever. Na kwa hivyo lazima tukumbuke kuipongeza serikali kwa kazi hiyo nzuri. Nikiripotia Kamachu TV, itaripota 001 wa Chumbi Kamachu.